Karibu Tuzo Online. Mchezo dakika 45 za kwanza tukianza. Ya lazima tukiri tuwapongeze Dodoma. Goalkeeper amefanya kazi nzuri first half, nafikiri kwamba amekuwa michomo ilikuwa mingi sana. Na hii kwa nini inakuwa hii? Hii ni mechi ya 11 ya kihistoria Simba Dodoma Jiji toka tukutane. Katika mechi 11 Dodoma wamepata suluhu mechi moja. Maana mechi 10 zote tumefanyaje? Tumewin. Kwa hiyo kuna muda timu inakaa inajiuliza kwa nini kila mechi tuweze kupoteza. Kwa hiyo ninachotaka kuja kupambana. Na Dodoma nilichokuwa anakifuata leo kikubwa ni kuona namna ambavyo anataka kuwazoea wakubwa. Kuna mkubwa mmoja aliingia kichwa akachezea tatu. Sasa wakatengeneza mentality wakasema kumbe inawezekana. Walikuja leo kujipanga, lakini otherwise wamekuja kucheza na timu kubwa, timu yenye wachezaji wakubwa, timu ambayo wanajua wachezaji malengo ya Simba mwaka huu ni nini. Lazima tuwapongeze sana wachezaji wa Simba. Wamejitoa kwenye jasho na damu, spirit ilikuwa kubwa, upambanaji. Mwisho wa siku namshukuru Mwenyezi Mungu tumepata matokeo. Kisugu, kuelekea huu mchezo tulikuwa tunajua kwamba Dodoma alipata ushindi. Kidogo kwamba inaweza ikawa ngumu zaidi kwa upande wenu. Hakunogopesha kwa sababu unajua ukubwa wa Simba. Na ukiangalia hii ni mechi ya pili na Dodoma Jiji. Mechi ya kwanza tulicheza kwao kule Dodoma, tukasuruhu bila kufungana. Lakini kama unakumbuka tumefanya mabadiliko makubwa katika dirisha dogo. Mimi nafikiri Dodoma walifikiria ile Simba ya kwanza wanakutana nao ndio Simba hii. Ile Simba ilibaki kwa jina, lakini wachezaji wengi tumefanya nini? Tumefanya mabadiliko. Leo hii unakuja kukutana na wachezaji wenye quality kubwa kama hii, lazima utegemee kwamba unapoteza matokeo. Kwa hiyo kikubwa yote kwa yote lazima tumpongeze sana mwalimu wetu. Steven Meka amefanya kazi nzuri, lakini kimsingi wachezaji wamefanya kazi nzuri. Mashabiki wa Simba kuja kusupport. Hizi ni salamu ya kuonesha namna ambavyo tunahitaji kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC. Hatuwezi kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC kwa pesa. Lazima tukutane na timu, lazima tupambane, pitch ije kuamua. Nafikiri waandishi mmeona pitch imeamua. Kidhati ya moyo wangu lazima niwapongeze sana Dodoma. Wamekuja kutupa homework nzuri. Wamecheza vizuri, spirit ilikuwa kubwa kwao, otherwise wanastahili pongezi. Lakini huwezi kuwalaumu kwa sababu wamekutana na timu kubwa. Huwezi kuwalaumu wamekutana na wachezaji ambao wana quality kubwa. Huwezi kuwalaumu wamekutana na timu ambayo ina mipango kuelekea kwenye ubingwa nini? Wa ligi ya NBC. Hii ndio hadhi ya ligi ya NBC. Hizi ndio timu ambazo shabiki analipa pesa yake anakuja kuangalia. Anaona kweli imekuja kuangalia nini? Mpira. Namsifia sana George Mgore. Ni goalkeeper ambaye amenisurprise sana. Mara nyingi anapocheza na Simba anacheza katika kiwango kikubwa sana. Mmeona kuna goalkeeper alikuwa amesimama, unafikiri labda vile Kisugu yuko sehemu amesimama anafanya mambo yake. Lakini otherwise tunapongeza sana Dodoma amecheza vizuri, lakini wapongeze Simba amecheza vizuri zaidi na kutupatia point 3. Si kwa tumekuwa jambo jema. Unasema Dodoma amekutana na timu bora. Wapinzani wenu walikuwa wapi kupata alama 3 mbele ya Dodoma na kudondosha zote 3 ambako nyie mmefanikiwa mmeziweza Kisugu? Simba ni timu kubwa. Simba ni timu bora barani Afrika. Ubora huu hatukupata kwa sababu tunavaa jezi bora za Jairut. Tumepata ubora huu kwa sababu tuna wachezaji wenye quality kubwa. Kwa kutufanisha na wale ni vitu ambavyo maajabu sana. Sisi kimsingi tunakuja kucheza kama Simba. Tunahitaji kupata matokeo, tumwangalie mtu mwingine anafanya nini. Leo hii mimi nasema na nitaendelea kusema kuna watu wana nafasi ya kuongoza ligi kama sheria 17 zingesimama kupaswa kuongoza ligi. Wewe huwezi kutufanisha nao. Hawa Dodoma jinsi ambavyo unavyoona, spirit ya Dodoma, wacheze na mtani mechi 10 Dodoma anashinda game. Spirit ya Dodoma hii wanaonyesha kama wanakutana na mtani zaidi ya mechi 10 Dodoma anapata matokeo. Haki ya Mungu nakwambia. Mimi leo nawapongeza sana Dodoma, ameonyesha game nzuri sana. Sana zaidi sana. Kuna Simba ambao Kisugu ilikuwa dakika kama zile ambazo hawajapata magoli, hauoni ile nguvu ya kwenda kuhitaji magoli, lakini hii Simba ni kama imebadilika kabisa. Yes. Fitness iko vizuri, spirit iko vizuri, wachezaji wanapambana. Leo kwa mara ya kwanza naona Simba wanaongoza goli moja, lakini Simba wanaokota mipira, wachezaji wa Simba labda mchezo wa Dodoma tucheze nini? Tucheze mpira. Mmeona waandishi, mmeshuhudia. Kratos mara nyingi anachukua mipira anawapa, John tucheze. Na hii ndio maana timu kubwa na wachezaji ambao wenye quality kubwa. Game wachezaji walikuwa wanaitaka. Leo hii utaona game inakwisha, lakini wachezaji wa Simba unaona namna ambavyo bado wana hamu ya kufanyaje? Ya kucheza. Hii ni Simba Sports. Naamini mwakao inshallah kwa Mwenyezi Mungu tunakwenda kwa mabingwa ligi NBC. Goli la penalty anapata Chama, anapiga penalty anakosa. Eli Mpanzu Kibisawala ambaye dakika 45 za kwanza mashabiki wengi wamemshutumu kwa kupata nafasi ameshindwa kuzitumia. Hapa alama 3 na kuwa man of the match. Mimi nafikiri kama ningekuwa katika kundi la kumshtumu Eli Mpanzu ningemuomba msamaha. Lakini otherwise ndio mashabiki walivyo. Mshabiki siku zote anatamani kuona kitu kizuri, akija uwanjani kila mpira mshabiki angekuwa na uwezo basi uingie nini? Uingie golini. Lakini kwangu Mpanzu amestahili. Amefanya kila kitu ambacho kinastahili kufanyaje? Kufanywa. Mimi naamini moja katika wachezaji ambao walikuwa wanapambana kuhakikisha Simba ipate matokeo ni Eli Mpanzu.
na ndio maana uwajibikaji wake, uwajibikaji wa Elie Mpanzu, waliopewa dhamana ya kuchagua man of the match wamekwenda kuchagua Elie Mpanzu. Waliokuwa wanamsema ovyo Mpanzu first half tuwasamehe. Siku zote nasema mpira umeingiliwa. Hongera yake Elie Mpanzu, ametupa point 3 pamoja na wachezaji wa Simba, tunawapongeza. Kabla man of the match hajatangazwa, nikiwa napita pale, mashabiki walianza kumuimba Elie Mpanzu apewe man of the match. Hii ina maana gani? Hiyo ndio maana mashabiki, kama nilivyosema awali, shabiki kazi yake kila akiona anaona mchezaji afanye kile kitu ambacho shabiki anafanyaje, anachokitaka. Lakini leo mimi nilikuwa nimeweka mtego juu ya watu ambao waliopewa dhamana kuchagua man of the match. Wangekosa kumchagua Elie Mpanzu, wangekuwa mpira umeunajisi. Lakini leo mpira umeutakatisha kwenda kumchagua Elie Mpanzu. Mimi naamini alistahili kufanya kila stahili kufanywa. Ukitaka kuangalia rekodi ya Mpanzu leo, fuatilia mechi 7-8 za Simba nyuma. Mechi zote Elie Mpanzu alikuwa anaingia anatolewa sabu. Lakini leo kwa sababu kila kitu amefanya kwa wakati, mwalimu amemdhamini, ameweza dakika 90, tunampongeza Elie Mpanzu. Na tunamwambia mashabiki wa Simba, Elie Mpanzu, tuko nyuma yako. Tutakusupport katika vipindi vyote. Tutakusupport katika kipindi cha shida na tutakusupport katika kipindi cha raha. Simba mnahitaji ubingwa, Young Africans wanahitaji ubingwa. Mo Dewji tulipata zile taarifa kwamba kuna mpunga ameweka kwa wachezaji kwamba mkipata ili wakipata ubingwa kama bilioni 1 hivi inawekwa. Taarifa imetoka upande wa pili pia. GSM kamwaga pesa. Ameweka shilingi ngapi? Huyo GSM ameweka milioni 700 na bilioni 1 kubwa hivi. Hiyo ndio tofauti kati ya bilionea na tajiri. Hiyo ndio tofauti kati ya bilionea na tajiri. Salome, nikupongeze, umejua kutofautisha. Bilionea ameweka 1 bilioni. Milionea ameweka milioni ngapi? 700. Lakini nimpongeze sana Mo Dewji. Mimi siku zote naamini moja katika foundation ya Simba, msingi wa Simba kuelekea kwenye maendeleo, lazima mtangaze Mohamed Dewji. Anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri. Mimi naamini tukiendelea kumpa support, tuendelea kuona mazuri ndani ya Simba. Mmekaa kileleni lakini mtani wenu ya Young Africans bado hajacheza. Hii poje miko iko sawa? Ni kweli? Tuko kileleni na tuko kileleni. Mnakaa kwa viwansi. Leo tumekaa kwa viwansi, atombee balaa. Nikatoka mlipuko, ligi ikasimama. Salome bingwa nani? Leo hatuombei, likatoka swala la mlipuko. Wizara ya afya ikasema michezo yote iliruhusiwi kucheza mwaka huu, tunapiga marufuku. Salome bingwa nani? Bingwa ya Simba. Zisi ulitaka kusema bingwa nani? Zisi Simba. Mimi naamini bado tunaendelea kupambana. Pointi nyingi, 2 ni nyingi, lakini pointi 2 ndogo. Na mbaya zaidi, huyu ambaye mnatarajia kama atatokea kuongoza, maana yake yeye tumeshamalizana naye, lakini hii ni ligi. Bado tunaendelea kupambana na timu nyingine zinaendelea kufanyaje? Kupambana. Inshallah, mimi naamini tutaendelea kuomba dua ili kwa namna ambavyo malengo ya Simba yanakwenda kutimia.